Hawakuwa tayari kwa ajili ya mwanzo wa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2025-2026. Unajua watu wengi sababu ambao utajaribu labda kama kuichukua kwa uzito labda ni matumizi ya nafasi, lakini ukiniuliza mimi in terms of overall performance, ukitoa nafasi ambazo mwisho wa siku ni kweli hazikutumika na hilo linabaki kuwa ni jambo la wachezaji wenyewe, lakini overall performance ya Simba kiukweli imekuwa ni ya kufikirisha kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza physically, Simba physically hawakuwa wamejitayarisha kwa ajili ya mwanzo wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu. Yaani mechi inapokuwa ni ya kupishana, hasa wanapokuwa hawana mpira Simba, mechi ikishakuwa ni ya transitional kidogo tu, kwamba tupishane, tunaitaka mechi na nyinyi mnaitaka mechi, tunakuja na nyinyi mnakuja, Simba timu inakuwa inakatika. Na hicho kimeendelea kudhihirika leo dhidi ya Stade Malien. Timu inakatika kabisa. Yaani unaona kabisa kuna muda walioko mbele na walioko nyuma wanatengeneza shimo kubwa sana katikati ambalo wapinzani walikuwa wanaweza exploit. Rejea tu mazingira ya goli ambalo wameliruhusu katika mchezo wao wa kwanza dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Lakini kwa kiasi kikubwa sana leo mechi pia ilipokuwa ni ya kupishana, Simba Sports Club walikuwa wanaonekana kuwa matatizoni kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hii ni dalili ya timu ambayo kiutimamu haikuonekana kwamba imejiandaa vya kutosha kwa ajili ya hii michuano msimu huu. Na kwa bahati mbaya sana pengine watu waliingia na uhakika ambao wameanza nao kwenye ligi mpaka sasa hivi. Mechi 3, alama 9, watu wakaona kwamba tunaweza tukaenda hivi hivi, lakini matarajio na kiwango ambacho wanatakiwa kukiandaa cha utimamu kwa ajili ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ni hadithi tofauti na namna ambavyo unatakiwa ujiandae kwa ajili ya ligi kuu kiukweli. Kwa hiyo Simba ambayo ilikuwa inacheza ligi kuu ndo ambayo imejaribu kuja kutafsiri kile hasa kimwili kwenye michuano ya kimataifa, na ndo hichi ambacho amekipata mpaka sasa hivi. Hiyo ni sababu ya kwanza miongoni mwa mbili ambazo nafikiri zimewakwamisha mpaka sasa hivi Simba Sports Club. Sababu ya pili, sasa hili nataka niliweke kwa ujumla, lakini sifikiri kwamba kuna ushirikiano wa kutosha baina ya mwalimu Dimitar Pantev pamoja na kina Matola kwenye kuipitia kikamilifu ripoti ya mwalimu aliyepita na kufanya adjustments za uhakika kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Watu waseme wanavyotaka kusema, lakini kama kuna soka ambalo halitaki kufanyiwa majaribio kabisa, hasa inapokuja engo ya kucheza kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, basi ni soka la Afrika. Yaani kuna namna unaweza ukataka kujaribu, au kuna mazingira ambayo mwalimu unaweza ukaruhusiwa kujaribu, lakini hasa timu inapokuwa haina utimamu unaotakiwa, hasa kwenye hoja yangu ya kwanza, swala la kufanya majaribio ni jambo ambalo halitakiwi kiukweli. Kiukweli kabisa. Kitendo cha Simba kuanza na Ahwa pamoja na Maema kwenye mchezo wa leo dhidi ya Stade Malien ni kama walikuwa 9 tu uwanjani timu ilipokuwa haina mpira. Honestly kabisa. Tena kwa bahati mbaya zaidi, Simba walikuwa hawafanyi pressing, manake at least wangekuwa hata wanafanya pressing kwenye 4-4-2, huyo Ahwa ukaenda ukamuunganisha na mwalimu kule juu, wakawa wanajaribu hata kufunga njia za pasi kuja kwa viungo wa Stade Malien. Lakini unapomtaka Ahwa aje aungane na viungo wengine au anazuia katikati, alafu kuna na Maema kwenye kikosi hicho wakati huo timu inapokuwa haina mpira, literally kabisa ni kama vile Simba leo walikuwa na kiungo mmoja tu ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuzuia, ambaye ni Nabi Kamara. Na ndio maana kila wakati Simba walipokuwa wanashambuliwa wakiupoteza tu mpira, kuna muda duara linatengenezeka kubwa katikati, kiungo ambaye unamuona walau ana energy ya kwenda pembeni, kulia na kushoto, nyuma na mbele wakati timu haina mpira, alikuwa anaonekana kuwa ni Nabi Kamara peke yake. Maema, Ahwa walikuwa hawafanyi kuofa kitu chochote chenye uzito timu ilipokuwa haina mpira. Kwa hiyo haya yote sasa yanakuja kwa ujumla, kwa sababu tatizo mimi nafikiri lipo kwenye namna ambavyo benchi la ufundi mpaka sasa hivi halijaamua kukaa kitako na kuifanyia kazi kikamilifu ripoti ya mwalimu Fadlu Davids aliyepita. Kwa sababu mimi nafikiri kama kina Matola walikuwa wanajua zaidi kuhusu hili, walipaswa wakae kwa ukaribu na Pantev na kujaribu kuhakikisha kwamba ripoti ya mwalimu aliyepita inapitiwa kikamilifu. Lakini pengine pia kunawezekana kukawa kuna shida kwa meneja mwenyewe, kwamba labda na yeye pia anataka kuweka vitu vyake, then ameshindwa kuendana na utaratibu ambao pengine ungeweza kuwa ni rahisi zaidi kwake yeye wa kutaka kujua alicho nacho mkononi mwake kupitia ripoti ya mwalimu aliyepita. Ahwa na Maema walipoanza kwa pamoja katika mchezo wa Simba Day dhidi ya Gor Mahia,
changamoto ilikuwa ni kubwa sana kwa upande wa Simba walipokuwa hawana mpira. Yaani unawaona kabisa Gor Mahia ni kwa vile tu walifungwa ile mechi, lakini wengi tunasahau kwamba performance ya Simba kiukweli katika ule mchezo haikuwa katika kiwango ambacho kinatakiwa, na wengi tunakumbuka baada ya mechi viongozi na mashabiki wengi sana walizungumza, lakini katika sababu ambazo zilichangia hicho kitu ni selection ya kikosi, Ahua pamoja na Mahema. Mwisho wa siku mwalimu anajaribu kujaribu false 9 kwenye timu. Unakwenda kumjaribu mtu kama Mutale kwenye mechi dhidi ya Petro kama false 9. Lini mara ya mwisho Mutale kafunga? Hiyo consistency ya kufunga kaitolea wapi? Form ya Mpanzu kwenye kufunga iko wapi? Kwa mwisho wa siku unakuja unatazama Morris lini kawahi kufunga goli. Kwa unakuja unatazama mwisho wa siku kwamba kuna namna ambavyo kikamilifu benchi la ufundi la Simba limeshindwa kukaa chini na kutafuta suluhisho la haraka kiufundi kwa ajili ya kuziendea hizi mechi. Hizi ni mechi ambazo ilibidi ripoti ya mwalimu aliyepita ndio iwe ndo ramani yao kwa kiasi kikubwa, ili iwape mwanga wa kujua kikosi chao chenye nguvu kinapaswa kuundwa na wachezaji wenye sifa zipi, lakini sio kuanza kujaribu vitu kwa mazingira ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ukitoa nafasi ambazo watu wengi wanaweza kuzijadili kwamba pengine ndo msingi wa Simba kutopata alama hata moja kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika mpaka sasa hivi, lakini hata ukitazama performance tu ya ujumla ya Simba Sports Club haishawishi kiukweli. Yaani wangeweza Simba kutumia hizo nafasi ambazo mwisho wa siku tunasema wamezipoteza, lakini kwa performance ambayo na wao pia walikuwa wanaionyesha, hasa walipokuwa hawana mpira, hasa kwa utimamu ambao mimi nimeuona kutoka kwao, basi ingekuwa pengine ni kesi ya Simba kufunga na wao kuruhusu, Simba na wao kufunga hizo nafasi na wao kuruhusu mwisho wa siku. Kwa hiyo kiukweli Simba hawakuwa wamejiandaa vya kutosha kwa ajili ya hii michuano mpaka sasa hivi. Wanakwenda kupindua dhidi ya Esperance ambaye naye hajapata ushindi katika michezo yake miwili, ana alama zake 2. Hakuna mazingira magumu ya kwenda kupindua hichi ambacho kimetokea sasa hivi kama dhidi ya mpinzani kama Esperance. Kiukweli Simba wana kazi kubwa sana ya kufanya kwenye michuano ya kimataifa msimu huu. Najua watu wanaweza kusema pengine hii hali ishawahi kuwatokea Simba kwenye kampeni mojawapo iliyopita, kipindi kile kulikuwa kuna kina Vipers, kina Horoya kwenye kundi, lakini level ya wapinzani ambao wapo sasa hivi kwenye kundi, hawa wapinzani ni watu ambao wana uwezo kiukweli. Kwa hiyo Simba wana kazi moja kubwa sana ya kupindua hichi ambacho tunakiona mpaka sasa.